as well. Kweneko, vurugu ilishuhudiwa katika kichinjio cha nyama mjini Nanyuki baada ya wadau kudai kuwa kulikuwa na mpango wa kukikodisha kwa wawekezaji binafsi. Wafanyabiashara wa nyama ambao walikuwa wamesitisha shughuli za kuchinja kwa sehemu kubwa ya siku na hivyo kupuuza shughuli katika kituo hicho walidai kuwa serikali ya kaunti ilikuwa inapanga kukodisha kichinjio bila kuwahusisha, hatua ambayo walisema ingeathiri shughuli zao za biashara. Wakizungumza baada ya kikao na serikali ya kaunti, wafanyabiashara hao pia waliikosoa serikali ya kaunti wakiishtumu kwa kushindwa kuwekeza mapato yanayokusanywa ili kuboresha na kutunza kichinjio hicho. Tunahitaji mambo ya stima na maji, na zaidi ya yote wana kichinjio ma stakeholders wa kichinjio, kile kitu wameomba sana ni borehole katika kichinjio, na tumeulizana na tukakubaliana ya kwamba kitambo mwaka huu uishe, kulingana na vile ambavyo tumeahidiwa na uongozi ambao tulikuwa nao, tutakuwa na borehole hapa. Kwa inasemekana ya kwamba kichinjio imeuswa, kichinjio imeweza kupeanwa ama kwa mtu binafsi ili aweze kumanage, lakini tuliposikia hapo ya kwamba mambo hayo yanaendelea, kama mwakilishi nikaweza kufika hapa na kuweza kutatua na kufukuza wale wakola walikuwa wanakuja hapa kulipisha. Na ile jambo ambayo nitasema na wale ambao wanatamani na wako na nia ya kuja hapa ni waeleze ya kwamba waende wajaribu kwingine, lakini mahali mimi nawakilisha ambao ni Thingitho Ward, either ni kichinjio, either ni soko, either ni any public land, wajaribu na watukome. Ile kitu imenifurahisha, tumekuwa na mkutano kama takriban masaa 3, tumeweza kukuwa na way forward ambayo imesema mimi kama deputy governor na mheshimiwa rafiki yangu Kagondu, sisi wote tumesema vizuri, haiwezekani kichinjio ya Nanyuki Slaughterhouse haiwezi risiwa na mtu binafsi. Wananchi wamekataa, stakeholders wamesema hiyo hawezi itikia hata kidogo. Nao waumini